Ametuleta, ametuhifadhi na ametutenda mema. Kwa hivyo tunamshukuru hata katika changamoto, shida na hali ngumu ambazo tunaweza kuwa tunapitia, bado anabaki kuwa Mungu. Na neno lake linatuambia kwamba kuna tumaini katika walio hai. Kwa hivyo ningewasia kwamba tuendelee kudumu katika hilo tumaini, sababu sio kwamba Mungu hafahamu ama hawezi. Anafahamu na anaweza. Kwa hivyo nawakaribisha katika jina la Yesu Kristo, wale ambao tuko pamoja katika jengo, wale ambao wanatusikiza kupitia kwa vipasa sauti, na wale ambao watatutazama baadaye katika mtandao wa YouTube. Tunawakaribisha na tunawapenda katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea kutoka mahali tulipoachia siku ya Jumapili. Tuliweza kufika mstari wa 16 katika sura ya 22 katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuliona Paulo baada ya kuomba jemedari aliposhikwa aweze kupewa nafasi aongeleshe Wayahudi wenzake, akiwaelezea kuhusu alivyokuwa mtesi wa kanisa la Mungu, ama waumini na wafuasi wa Yesu Kristo, na akawaeleza alivyokutana na utukufu wake Mungu alipokuwa akielekea safari, katika safarini akielekea Dameski kwenda kushika waumini na kuwarejesha Yerusalemu ili waweze kwenda kuadhibiwa. Waelezea jinsi alivyopoteza uwezo wake wa kuona, akaelekea kule Dameski, akapatana na mtu ambaye alikuwa ametayarishwa na Mungu na akapokea tena uwezo wake wa kuona, na kisha akaamua ya kwamba Mungu amemteua ili aweze kujua kusudi lake. Na tunajua kwamba kusudi la Mungu ni ya kwamba wanadamu wote waweze kuokolewa. Alimteua pia ili aweze kumjua huyu Mungu aliye mtakatifu, na akamteua pia ili aweze kusikia sauti inayotoka kinywani chake Mungu aliye mtakatifu na mwenye haki. Sasa anaendelea kuelezea hali yake baada ya kuwa kule Dameski kwa muda, akaelekea maeneo ya Yerusalemu.
Sasa kuanzia mstari wa 17 kuendelea, tunaona akisema kuhusu mambo yalivyotokea alipokuwa kule Yerusalemu. Wacha tusome kuanzia mstari wa 17 hadi mstari wa 21. Tasoma nikifululiza kisha nitaelezea. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 22 mstari wa 17 hadi mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Nikamwona naye akiniambia, hima, utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Nami nikasema, Bwana, wajua hao ya kuwa ni mimi nilikuwa nikiwafunga gerezani wale wanaokuamini na kuwapiga katika kila sinagogi. Na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa, mimi nami nilikuwa nikisimama karibu nikikubali na kuzitunza nguo zao waliomuua. Naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi ninakutuma uende mbali na watu wa mataifa. Jina la Yesu lisifiwe. Tumeona Paulo akielezea jinsi ilivyokuwa alipotoka Dameski na kuelekea Yerusalemu. Anasema ya kwamba akiwa kule Yerusalemu, alipokuwa akiomba akiwa hekaluni, akawa katika hali ya kuzimia. Kwa kizungu inaitwa trance. Yaani ni katika ile hali mtu anakaa akiwa makini, lakini yale mambo ambaye anaona ama anayoyasikia ama anayoyashuhudia ndani yake hayawezi onekana na watu wengine. Hivyo ndio hali ilivyokuwa alipokuwa kwa hekalu akiomba. Yaani mawazo yake ameyalengesha kwa jambo fulani, na akajipata ya kwamba yale mambo ambaye aliyashuhudia kwa njia ya maneno yaliyosemwa, wale ambao walikuwa pamoja naye katika hekalu hawangeweza kuyasikia. Na hili jambo pia lilifanyika tena wakati alikutana na ule mwangaza mkubwa ulioangaa kutoka mbinguni. Wenzake waliweza kuushuhudia, lakini sauti iliyomnenea hawakuweza kuisikia. Hivi pia ndivyo ilikuwa akiwa katika hekalu akiomba. Na katika mstari wa 18
tunaona maneno aliyoyasikia yalimwambia nini. Na pia katika huo mstari wa 18 Paulo anasema alimuona akimnenea. Na tukirudi nyuma kidogo, Jumapili tuliona alipoenda kwa Anania, alipokutana na Anania, Anania alimwambia Mungu amemteua kwa nini. Na nimerudia hapa dakika chache ambazo zimepita kwa mambo matatu. Aliteuliwa ili aweze kujua kusudi lake Mungu, na ni wokovu wa wanadamu wote. Pili, Mungu alimteua ili aweze kumuona. Na tatu, ili aweze kusikia maneno yanayotoka kwa kinywa chake Mungu. Katika huu mstari wa 18 tunaona mambo mawili yakifanyika, yote matatu hata. Sababu anasema nilimuona. Kwa hivyo alimuona yule mwenye haki, aliona Mungu na akasikia maneno yaliyotoka kwa kinywa chake. Kwa hivyo haya ni maneno yaliyonenwa na Mungu kwake Paulo. Maneno yalisema nini? Fanya hima ama fanya haraka, utoke hapa Yerusalemu. Kwa sababu gani? Hayo maneno yanaweza kuendelea kusema ni kwa sababu gani Mungu aliambia Paulo atoke Yerusalemu. Sababu wale watu wa Yerusalemu hawatapokea ushuhuda wa Paulo kuhusu Mungu. Na tuliona Mungu aliteua Paulo awe shahidi yake, kushuhudia yale mambo ambayo ameona kuhusiana na huyu Mungu na yale mambo ambaye alisikia kutoka kwa huyu Mungu. Na hata sisi hatujaitwa ama hatushuhudii kuhusu mambo yetu. Tunashuhudia kuhusu yale mambo ambaye tumeona kuhusiana na huyu Mungu. Tunashuhudia ama tunaambia watu kuhusu maneno ambaye yametoka kwa kinywa cha huyu Mungu mwenye haki. Kwa hivyo kwa ufupi, tunaongea kuhusu Mungu, Mungu wa pekee aliyo haki na mtakatifu. Akaambiwa naye Mungu, hawa watu hawatapokea ushuhuda wako kunihusu mimi Mungu. Na wakati mwingine, ingawa inakuwa ngumu watu kukubali mabadiliko, unaweza kuwa unataka kuwa mahali katika huduma, unaweza kuwa unataka kuwa eneo fulani
katika huduma, na ikuwe Mungu, sababu anafahamu yote. Anaona ya kwamba kuwa kwako pale hakuna matunda kutaleta, na anaamua utoke mahali pale uweze kwenda mahali ambapo ameandaa ufanye kazi itakayoleta matunda na mazao, kama alivyofanya na ndugu yetu Paulo. Yerusalemu ulikuwa mji mkuu wa Israeli, na ndio kilikuwa ama ndio alikuwa makao ya wazee. Ni mahali ambapo ndugu yetu Paulo angekaa akiwa ametosheka. Mfano tu ni kama mfano venye watu wanapenda kuishi Nairobi ama kuishi katika maeneo ya mijini. Unaweza kuwa huko mahali palipo unakaa umetosheleka, unapata yote unayohitaji, lakini iwe hakuna mazao unazaa katika ufalme wa Mungu. Sababu ya Mungu kuambia Sauli ama Paulo aondoke Yerusalemu ni sababu alijua ya kwamba kukaa kwake pale, wale ni watu ambao wamefanya mioyo yao ikuwe ngumu, hawatakubali ushuhuda wake kuhusu Mungu. Iposa akamwambia aondoke. Naye sasa ndugu yetu Paulo katika mstari wa 19 anamjibu Bwana. Sababu Paulo alijibu hivi: Bwana, hawa watu ambao unanituma kwao, hawa watu wa mataifa, walijua ya kwamba nilishika na kuchapa katika kila sinagogi wale wote ambao walikuamini. Na katika mstari wa 20 anaendelea kusema, hata wakati mtawa Stefano aliuawa. Na ukirudi nyuma usome sura ya 7 mstari wa 57 hadi 60, utaona hiyo hadithi ya ndugu yetu Stefano. Anasema ya kwamba wakati Stefano alikuwa anauawa, yeye alikuwa mahali pale, hata alikuwa anakubaliana, alikuwa anaunga mkono kuuawa kwake, na hata wale ambao walikuwa wanamuua waliweka manguo zake miguuni mwa Paulo. Unaona? Kwa nini Paulo hakuwa anataka? Sababu ukisoma mstari wa 20 tunaona Biblia ikisema ama Mungu akiambia Paulo, toka, kwa kuwa nitakutuma kuanzia sasa kwa watu wa mataifa. Umeona? Sababu ambaye ilikuwa inafanya ndugu yetu Paulo aone ugumu kutumwa kwa watu wa mataifa,
iko katika mstari wa 19. Anasema, Bwana, hawa watu wanajua ya kwamba nilifunga na kuchapa katika kila sinagogi wote waliokuamini. Ningetaka tujue ya kwamba nje ya Israeli ama nje ya Yerusalemu, mahali ambapo Wayahudi walikuwa, hekalu lilikuwa Yerusalemu, lakini Waisraeli mahali walikuwa nje ya kwao, kuna mahali walikuwa wanakutana. Sababu jina sinagogi linamaanisha mkutano. Walianza kukutana mwanzo kando ya mito ama chini ya miti, na ilipoendelea wakaanza kujenga majengo. Kwa hivyo sinagogi ni mijengo ambayo ilijengwa na Waisraeli nje ya Israeli kwa ajili ya kukutana na kuabudu Mungu, jinsi ambavyo ilikuwa inafanyika katika hekalu lililokuwa Israeli. Kwa hivyo ugumu ambao Paulo alikuwa anaona hapa ni sababu alikuwa anatumwa kwa watu wa mataifa, kwa nchi za kimataifa, kwa miji ya watu wa mataifa, ambapo Wayahudi ambao walikuwa pale walikuwa wanajumuika katika masinagogi, wakijumuika miongoni mwao waumini na wafuasi wa Yesu Kristo. Na Paulo naye alikuwa anapokea barua kutoka kwa kuhani wakuu na wazee ambao walipingana na injili ya kuokolewa kwa neema kupitia kuamini Yesu Kristo kwa watu wote, Wayahudi na watu wa mataifa. Sasa katika sehemu ambazo zilikuwa nje ya Israeli, ambapo kulikuwa na masinagogi, Paulo alikuwa tayari ameshapitia hizo sehemu, hayo maeneo, sababu anasema ya kwamba katika kila sinagogi. Kwa hivyo alikuwa ameshapita katika masinagogi yote, akishika waumini wa kweli wa Yesu Kristo, kuwachapa na kuwafunga na kuwafululiza hadi Yerusalemu waende wakaadhibiwe. Kwa hivyo kwa ufupi, anatumwa na Mungu katika sehemu ambazo alikuwa ameharibu jina tayari, katika sehemu ambazo alikuwa anajulikana ni mtu mbaya. Huo ndio ugumu ambao Paulo alikuwa anaona, ya kwamba nimeshaenda mahali fulani na nikaharibu, nikafuruga, nikashika watu, nikawatandika, na nikawapeleka Yerusalemu wakaadhibiwe. Yaani nilikuwa sehemu fulani nikiwa mtu muovu, nikiwa mtu mbaya,
nikiwa mtu mpinzani, na sasa Mungu unanituma hapo tena. Ugumu aliokuwa nao Paulo, naye Mungu akamwambia, ondoka. Mungu hakusikia hicho kijisababu. Alimwambia, ondoka, kwa sababu nitakutuma kuanzia sasa kwa watu wa mataifa. Unajua, katika wokovu, katika huduma, kuna kale kasauti kana kunyemelea, kana kuambia, sasa wewe ulikuwa mwizi sehemu fulani, ulikuwa unaendanga sehemu fulani, ulikuwanga mlevi sehemu fulani, ulikuwa msherati mahali fulani, ulikuwa mraguzi wa madawa sehemu fulani, ulikuwa muuaji mahali fulani, na hao watu walikujua. Ukirudi huko, si watakukejeli, si watakuchekelea, si watakosa kukuamini. Tunakuanga na mambo hayo katika mawazo yetu, kama vile ambavyo Paulo alikuwa nayo, ya kwamba Mungu, kweli nilikuwa mtu mbaya, nilikuwa na tesa waumini, lakini umenibadilisha. Nimekutana nawe, wewe ulio mwenye haki, umenisamehea dhambi zangu, umenikomboa. Lakini sasa, kwa nini tena unitume huko mahali ambapo nilitoka kama mwanadamu? Lakini hakuna mahali pazuri kuhudumu, hakuna mahali pazuri kwa ufalme wa Mungu kuwa kama mahali ambapo uliwahi ishi kama haujaokoka, ukiwa muovu, ukiwa mwenye dhambi. Sababu hiyo tu, kuwa mahali pale ukiwa umebadilika, ukiwa kiumbe kipya katika Kristo, ukiwa mwenye haki, ukiwa mtumishi wa haki na utakatifu wake Mungu, huo ni ushuhuda tosha. Huo ni ushuhuda tosha. Sababu hata bila kuhubiri, hata bila kutoa ushuhuda, watu wanaona. Kama mimi kuna mahali nikienda, hata tukikutana na watu wengine ambao tulikuwa tunafanya kazi nao wakati nilikuwa bingwa upande wa shetani, hata wale ambao hawajaokoka wananiambianga, kweli Mungu hubadilisha watu. Sababu wanajua nilikuwa nani, nilikuwa naishi maisha gani. Kwa hivyo tusisikize hayo maneno ambayo shetani anaweka ndani zetu, kujaribu kuweka shaka kubadilika kwetu.
sababu mara nyingi hata haihitaji useme. Wakati mwingine unahitajika tu kuwa mahali na watu wataona Mungu aliye ndani yako kupitia kwa matendo unayotenda, kupitia kwa mienendo yako, kupitia kwa maneno unayonena. Sababu Biblia inatuambia kwamba yule ambaye amewekwa huru na mwana wa Mungu amewekwa huru kikamilifu. Yesu akinena na watu akawapa mfano. Akawaambia tusiwe kama taa ambayo inawashwa na inafunikwa. Akasema ya kwamba taa inawashwa, inawekwa mahali ambapo itaangazia watu ambao wako ndani ya chumba. Kwa hivyo kama uliishi, kama ulifanya kazi mahali ambapo watu ambao ulikuwa nao walikuwa katika giza, mulikuwa katika giza wote, lakini nawe kwa neema ya Mungu ukapokea habari, injili ya kutubu kwa ajili ya wokovu, ukasamehewa dhambi zako, ukaamini kazi aliyofanya Yesu Kristo msalabani, ukahesabiwa haki mbele zake Mungu, ukawa kiumbe kipya. Kwa nini unaogopa kwenda kuangaza huu mwangaza ambao ulipokea kwa watu ambao bado wako katika giza? Na unajua wako katika giza sababu ulikuwa katika hilo giza. Shaka, wasiwasi, uoga ambao tunakuwa nao kawaida kama wanadamu. Ndugu yetu Paulo, sababu alikuwa mwanadamu kama sisi, alikuwa nao huo uoga, alikuwa na hiyo shaka. Lakini naye Mungu wetu, ambaye huyu Paulo anasema katika Wafilipi sura ya 4 ya kwamba anaweza fanya mambo yote kupitia kwa Kristo ambaye anamtia nguvu, aliambia ndugu yetu Paulo hivi: ondoka. Yaani kumaanisha Mungu alifahamu shaka, wasiwasi na uoga ambao ndugu yetu Paulo alikuwa nao kuhusiana na wito na kutumwa kwake. Hamwambia ondoka, enenda, sababu kuanzia sasa nimekutuma kwa watu wa mataifa. Ndugu yangu, dada yangu katika Kristo, kama mahali ulipo ndipo ulipookokea, pengine kazini, pengine katika biashara, ama katika kijiji, katika kikundi chochote kile, na unajua ya kwamba unafaa kumshuhudia huyu Mungu,
Lakini kitu kingine kinakwambia, hawa watu wamenijua nikiwa mlevi, wamenijua nikiwa mwizi, wamenijua nikiwa mtu wa madawa, wamenijua nikiwa msherati, wamenijua nikiwa mlaghai, wamenijua nikiwa jinsi ambavyo wanakujua, walikuwa wanakujua. Unakuwa na uoga, watasema nini nikisimama? Je, watasikiza maneno yangu? Jinsi ambavyo Mungu aliambia ndugu yetu Sauli wakati ule, alimwambia inuka, nitakutuma kwa hao watu katika hizo sehemu ambazo uliwahi kuwa ukiwa mtu mbaya. Katika hizo sehemu, miongoni mwa hao watu waliokujua kama mtu mbaya, hapo ndio ninakutuma. Kama ni kazini, hapo ndio Mungu anakuambia umshuhudie. Kama ni kwenu nyumbani, hapo ndio Mungu anakuambia mwanangu nishuhudie. Hapo ulipokuwa ukiokoka, hapo ambapo watu walikujua kama mtu ambaye amekwisha, hapo ambapo walikujua kama mtu ambaye ameangamizwa na madawa na pombe na uhalifu na mambo mengine yote ambaye sio ya haki, hapo ndio anataka umshuhudie. Jinsi ambavyo aliambia Paulo, huko miongoni mwa watu wa mataifa, katika masinagogi, ulikojulikana kama mtu mbaya, ulipojulikana kama mtu wa kudhulumu watu, ulipojulikana kama mtu wa kupiga na kufunga watu, hapo ndio ninakutuma, ukiwa shahidi ya kwamba Mungu anabadilisha watu. Mungu anabadilisha watu. Wacha tusome mstari wa 22 hadi 23. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai aishi. Ebu ona hii sehemu ya kwanza ya mstari wa 22. Nasema hivi, walimsikiliza mpaka neno lile. Ni neno gani? Ukirudi katika mstari wa 21, sikia neno lake la mwisho alilosema, naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi ninakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Neno la mwisho ambalo alinena, ama kifungu cha mwisho alichonena, ni watu wa mataifa. Na ukisoma katika Biblia ya Kizungu linatoka vizuri, sababu watu wa mataifa kwa Kizungu ni jina moja, Gentiles. Kwa hivyo walimsikiza mpaka aliposema Gentiles, ama watu wa mataifa.
Na tumesoma tukaona, na ukirudi nyuma hapo kidogo unaona Mungu alimwambia, enda zako, kwa kuwa mimi ninakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Unaona, hawa watu waliposikia, hawa Wayahudi, ya kwamba Mungu amemtuma aende akamshuhudie kwa watu wa mataifa, wakakataa kumsikiza tena, wakakataa. Na ndio tumeona mstari wa 22 na 23, wakapiga kelele, kutupa mavazi yao, kurusha mavumbi juu. Huu mstari wa 23, hebu tusome sababu sikuwa nimesoma. Walipokuwa wakipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusha mavumbi juu. Sumeona? Waliposikia ya kwamba Mungu ametuma Paulo aende kushuhudia, aende kwa watu wa mataifa kuwaambia kuhusu Mungu, wakaghadhabika na wakasema ya kwamba hafai kuishi. Unajua jambo moja ambalo ukisoma historia ya Waisraeli katika Biblia utaiona, ni ya kwamba walijichukua kama watu walio speciali. Na kweli Mungu anasema ya kwamba ni watu speciali, sababu aliwachagua miongoni mwa mataifa yote. Hapo ni sawa. Hiyo kuwa ni watu speciali kwake Mungu likafanya wawe watu walio na kiburi kwa watu wengine. Hata kuna mahali utasoma uone ya kwamba walikuwa wanachukua watu wa mataifa kama mbwa. Watu ambao sio Waisraeli walikuwa wanaona ni kama sio watu, ni kama lesser human beings. Waliwachukua kama mbwa, wakatoka katika kusudi la Mungu. Sababu ukisoma katika neno la Mungu, Mungu anaelezea vizuri sana. Katika Yeremia anasema ya kwamba aliwachagua kama taifa speciali miongoni mwa watu. Kwa sababu gani? Ili kupitia kwa Waisraeli watu wa mataifa waweze kumjua Mungu. Hiyo ndio sababu Mungu alichagua Waisraeli wakiwa watu wa mataifa speciali. Sio waringie watu, sio wadharau watu, sio ili waweze kuwa na kiburi ama kujivuna ama kujiinua, ili kupitia kwa hili taifa speciali watu wa mataifa mengine waweze kumjua Mungu. Hata Mungu anasema aliwachagua wakiwa taifa lililokuwa ndogo sana. Sio ati kuna mataifa yalikuwa makubwa na watu wengi kuwaliko, lakini Mungu akaona awachague. Lakini sasa, kama yalivyo mawazo ya mwanadamu, ni kutoka kwa kusudi za Mungu na mipango za Mungu. Tangu pale katika bustani la Edeni, Mungu alikusudia mwanadamu aishi milele akiwa na ushirika mwema naye. Mwanadamu aishi bila kupungukiwa na lolote. Lakini naye mwanadamu
ambaye aliumbwa na Mungu akiwa mwenye haki na mtakatifu wa kweli, akatoka katika kusudi zake Mungu na akaingia katika dhambi. Na ndio sasa unaona ugumu wa maisha ambaye tunaishi wakati huu. Sasa hapa tunaona wakati Paulo alisema ya kwamba Mungu alimwambia kuanzia hapo amemtuma kwa watu wa mataifa aende akawashuhudie kuhusu huyu Mungu, hawakuacha apitishe maneno hapo, sababu walijichukua kama taifa spesheli. Waliona ya kwamba Mungu ni wetu peke yetu, hakuna watu wengine wanafaa kuitanishwa na Mungu, ni sisi wenyewe. Na kama wataitanishwa na Mungu, lazima wafanye venye sisi tunataka ama tunafanyanga. Ndio alikuwa anasema mtu wa mataifa hawezi okoka mpaka atahirishwe na afanye desturi za Kiyahudi. Sasa wakati Paulo anawaambia sasa Mungu amenituma kwa watu wa mataifa nikawaambie kumuhusu, sababu nyinyi mmemkataa, wakakasirika. Na unajua jambo la kuofisha ni kuwa hata katika nyakati ambazo tunaishi kuna dini, kuna madhehebu, kuna wafuasi wa wanadamu ambao wanaona ya kwamba Mungu ni wao. They are special people and God is only theirs. Hata unasikia watu wakisema kama wewe sio wa dhehebu letu haujaokoka, kama wewe sio wa dini letu haumjui Mungu. Watu wanakaa katika nyakati ambazo tunaishi, wamechukua hizo tabia zilizokuwa na hawa Wayahudi. Kama wewe sio wa kanisa letu ati haujaokoka. Unapata hata mtu mwingine akijua wewe sio wa kanisa lako, hata hawezi akakusalimia Bwana asifiwe, sababu kanisa lao Mungu ni wao peke yao. Katika ushirika wao Mungu ni wao peke yao na sio Mungu wa watu wengine. Ni makosa, ni mafunzo ambaye ni kinyume na neno lake Mungu. Sababu tazama, wakati Yesu alikuwa anatuma wanafunzi wake, aliwaambia hivi: nendeni kwa mataifa yote, kwa watu wote, kwa ndimi zote, katika ulimwengu mzima, pembe zote za ulimwengu. Mhubirie watu injili ya wokovu na muwafanye kuwa wanafunzi wangu, wanafunzi wa Yesu Kristo. Sasa wewe wakati unasema ni kanisa lenu tu, Yesu hakutuma wanafunzi wake kwa kanisa fulani peke yake. Kama unasema ni dini letu tu, hata Yesu hakutuma wanafunzi wake kwa dini, na hakuwatuma wawe wafuasi wa makanisa, wawe wafuasi wa madhehebu, wawe wafuasi wa dini. Aliwatuma wafanye watu mwanzo kuwa wanafunzi na wafuasi wake Yesu Kristo. Dini na madhehebu na makanisa inakuja baadaye. Mwanzo, msingi ni kuwa muumini wa kweli na mfuasi wa kweli wake Yesu Kristo.
Na huwa mimi ninajiuliza, kama hatuonani na wewe hapa duniani, sababu wewe unasema kanisa lenu peke yake ndio inaokoka, dhehebu lako peke yake ndio linaokoka, ama wafuasi wa mtumishi wako ndio wanaokoka peke yake. Na tunajua ya kwamba watu wanaokoka ndio waende mbinguni katika uwepo na utukufu wake Mungu milele na milele. Kwani kuna mbingu ngapi? Wewe ni gani hiyo unasema unaenda peke yako na wengine hawaendi? Utashangaa ukikosa hiyo mbinguni ambaye unasema nyinyi ndio mnamiliki. Kama Hawa walikasirika, walighadhabika waliposikia ya kwamba Mungu ametuma mtumishi wake aende akaongee, aende akaambia watu wa mataifa kuhusu Mungu. Hatufai kuwa hivyo, sababu huyu Mungu wetu ni Mungu wa watu wote. Huyu Mungu wetu ni Mungu wa mataifa yote, mradi tu mtu ametubu, kile dhambi zake, ameamini Yesu Kristo kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, na amepokea Roho Mtakatifu, na amekata kauli kujisalimisha kwake Yesu Kristo, Mungu wa watu wote, Mungu asiyebagua, mradi tu mtu ameingia katika njia ambaye huyu Mungu ameamua. Kwa hivyo, hebu tutoke kutoka huo uongo, huo ubinafsi wa kuwa ya kwamba Mungu ni wetu peke yetu. Mungu ni wa watu wote. Nashukuru Mungu sababu ya umbali ambao tumefika. Taweza kutamatishia hapo mpaka Jumapili ijayo. Jina la